mzee wangu Mheshimiwa Balozi Sefuidi, Makamu wa Rais mstaafu wa Zanzibar, na ndugu zangu wote tuliokusanyika hapa. Awali yote, kwanza naendelea pale pale shekhe wangu, shekhe wa wilaya, kumshukuru Mwenyezi Mungu sana Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla kupata nafasi ya kujumuika sisi sote hapa leo kwa jambo hili. Na mimi sijui kama Balozi Sefuidi umeniita kama mwanao au kama mkuu wa mkoa, na niseme kweli, kama umeniita kama mkuu wa mkoa nasikitika sana, kwa sababu najua si kweli. Najua umeniita kama mwanao, hilo tu. Na shekhe, umesema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ikiwa mtu umeishi vizuri na babako, kesha babako yule akatangulia mbele ya haki, na wale waliobaki kama rafiki zake babako, wewe ukiwatazama kama ulivyokuwa ukimtazama yeye, basi wale ni baba zako kama alivyokuwa yeye. Halisi sahihi. Kwa hiyo marehemu mzee wangu mimi Profesa Migoma Ali Malima, katika watu wake wa karibu sana, wapenzi wake kabisa ni Balozi Sefuidi. Na hata mimi nikienda Unguja, yeye akiwepo, tunaweza tukaonana kwenye masuala ya serikali kwa ajili ya kuwazungumza tu watu, lakini pale tunazungumza na mwanangu au nasema uongo. Kwa hiyo mimi nimekuja kwa kofia. Sasa naomba nitoe shukrani kwa niaba yake na waandazi wengine wa shughuli hii, na kushukuru Mheshimiwa Balozi Sefuidi kwamba hili ulofanya Mwenyezi Mungu ajalie, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba anayemfundisha mtu hata ule mmoja, hata kwa kopo la tende moja tu, basi fadhila za saumu ya ule uliofundisha yeye anabaki anazo, na wewe unazichukua kama zile. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba katika hizo fadhila zote za watoto waliofunga huko ndani, Mwenyezi Mungu awajalie wote waliohusika katika kuiandaa jambo hili. Na yeye ameninong'ona kwamba anawashukuru sana kwa watu wote tuliohudhuria hapa, kwa sababu shughuli ina hiari, unaweza ukaalikwa ukaamua uje au si. Kwa hiyo na nyinyi mlioacha gari zenu huko, sio kwamba mmekuja kwa sababu hii ya kwetu imekuwa nzuri sana, la, inawezekana hata futari mlioacha huko ni kubwa sana kuliko hizo, lakini mmekuja kwa heshima na mahaba, na hilo ni jambo ambalo miongoni mwetu sisi Waislamu sasa hivi limekuwa jambo ambalo linazidi kuwa nani. Alisema hivyo Mheshimiwa Balozi, leo mimi nilikuwa nipo saizi, niko kwenye ndege na kwenda Umra. Tumeshindwa kwenda kwa sababu ya vita ya hao jamaa, na hiyo vita wanafanya Waislamu kwa Waislamu. Yuko mtu amekuja huko pembeni, ana nywele hivi kama shorobwezi. Kuna ndege wa Kiislamu kule kwetu Karamuni, tunakuta shorobwezi na kichwa ya nywele. Yeye anachochea moto, sisi Waislamu tunapigana yenyewe. Basi na safari yetu na sisi ndio imetupa, maana hakundeki hewani. Sasa ikifika sehemu Waislamu tunagombana Ramadhani, tunasahau mengi katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia, kwamba vyovyote takavyokuwa, lakini sisi kwanza ni ndugu, na ndugu anahurumiana. Na hili ulilofanya leo mzee wetu Balozi Sefuidi ni kwa kutuhurumia sisi Waislamu.
Mwenyezi Mungu ajalie kwamba moyo huu na wema huu na mapenzi haya aliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu ajalie umri mrefu, na sisi tuliokuwa chini yako tupate kuendelea kujifunza na kuiga mfano kama huu katika haya tunayofanya. Sasa nisiseme mengi, sababu sisi wanasiasa na katika hilo wamenifundisha yeye huyo. Tukipewa maiki kama hivi tunaongelea, tunataka kusema mengine na hivi, lakini huu si wakati wake wala si muda wake. Lakini nimrudishie shehe wako wa wilaya, mwalimu wangu, kipenzi changu, ahitimishe hili jambo kwa dua na isimame kwamba tunawashukuru sana, na kwamba baada ya hapa basi kila mmoja wetu ana ruhusa ya kuondoka. Nawashukuru sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bwana mkubwa darajani. Inshallah, kwa mafunzo ambayo tumefundishwa na mashehe zetu kwamba najua sisi watu wazima tumekuwa tuna ndimi za kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tunapofanya dua pamoja na watoto wadogo hawa ambao wengine hawana dhambi, basi dua ile inakuwa makbul, inakuwa haina pazia. Kwa nini? Kwa sababu watoto hawa hawajui chochote. Lakini sisi watu wazima, inawezekana hata kabla hatujaingia kwenye ukumbi huu tumesengenya, tumeshutumiana huko, ulimi huo. Kwa hiyo ulimi huo unasengenya, ulimi huo ukija msikitini, iyyaka na'budu, Mwenyezi Mungu atusamehe kwa inshallah. Basi tusome zile sura zisizokuwa na kafu, wal asr, liila fi Quraish, kisha kul a'udhu bi rabbil falaq, kisha tutamswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa baraka ya sura hii, kwa baraka ya siku hii, kwa baraka ya watoto hawa ambao hawana dhambi, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi wote tuko tukuhudhuria hapa inshallah. Kwa dakika moja kila mtu hapo alipo, basi aongee na Allah, amweleze shida zake muda huu, mwezi huu mtukufu. Basi kwa baraka ya jitu wote hivi, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, atuondolee madhara. Tunatoa dakika moja, kisha baada ya hapo tutasoma zile sura na